Siku moja tu baada ya aliyekuwa naibu kinara wa chama cha ODM Godfrey Osoti kuvamiwa na kundi la vijana waliojihami kwa silaha hatari mjini Kisumu, viongozi wakuu wa upinzani pamoja na wale wa vuguvugu la Linda Mwananchi wamejitokeza na kukemea tukio hilo. Wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, wamesema shambulio hilo dhidi ya seneta Osoti huenda ni njama na vitisho vya kusudi kwa kuzua uhasama baina ya jamii mbili za eneo la magharibi mwa nchi. Kalonzo amesema viongozi wa siasa hasa wa upinzani wanafaa kupewa uhuru na mazingira salama ya kuuza sera zao za kisiasa sawa na viongozi wengine serikalini, huku akishinikiza serikali kuhakikisha wahuni hao wanakamatwa na kukabiliwa kisheria. Having seen the clip and having listened to Senator Osoti, there is absolutely no reason why those individuals who attacked Osoti would not have been apprehended by now. We want to tell the people of Vihiga County that your senator is okay. We have seen him, and as my brothers have said, nobody should try to bring a wedge between the Luo community and the Luhya community because these people live together. Kalonzo ameongeza kuwa iwapo serikali haitachukua hatua za haraka, basi watalazimika kumfungulia mashtaka waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen na mwenzake katibu katika wizara ya usalama wa kitaifa Raymond Omolo. So if they will not have been apprehended by this time tomorrow, we will be on a trail. We're even going now to institute private prosecution against this PS Raymond Omolo. Him together with the Minister for Interior, Kipchumba Murkomen. This is office of the President. And therefore, we hold him to account if he doesn't order arrest of these goons now. And he doesn't ask, we saw him firing people over this few scum. So Raymond Omolo should immediately resign. Because the CCTV footage is there, we want to see arrests. The governor of Siaya, Governor Orengo, is on record mentioning the actual names of some of the goons. Kauli yake imeungwa mkono na kinara wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa, akisema wahuni wamekuwa wakishambulia viongozi wa upinzani mara kwa mara, jambo ambalo linahatarisha usalama wa viongozi. It is a menace that is going to affect us and the coming general election if it's not addressed now. Goonism is a threat to our security, is a threat to our democracy. They seem to have a command center. And this goon seems to be all over the country. I think it's no longer business as usual. And as leaders of this country, we are calling the president himself. Let's not even talk about the dog. They are the owners of these dogs. Is the President William Ruto. Katika kanda iliyonaswa kwenye kamera za siri za CCTV siku ya Jumatano, kundi la vijana lilionekana likiingia kwenye mgahawa mmoja kisha kumshambulia na kumjeruhi seneta huyo ambaye kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali ya Karen jijini Nairobi. Wakati huo huo, seneta wa Kakamega Boni Halwale ameitaka idara ya upelelezi nchini kuzamia swala hilo la uvamizi dhidi ya viongozi unaotekelezwa na vijana wanaoonekana kukodishwa ili kuwanyamazisha wapinzani. This is a very serious problem, and we are lucky we are now starting to have experiences on how the government can respond to this kind of situation. That is not the Kenya we want. We want the country to come together. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.